kwa namna ambavyo tumecheza hapa. Simba na forward. Dombia yupo no. Brother. Dakika 90 tuna shot on target 0. Dakika 90 tuna shot on target 0. 0 shot on target dakika 90. Timu ina press vizuri, ina holding midfielder wazuri, ina viungo wazuri, ina wings wazuri, base mzuri, handset mzuri, defense mzuri. Eneo la mbele tuna mtu. Shida nini Dokta? Shida mwenyekiti wa bodi ametusajilia hii timu. Hiyo ndio shida. Mwitaki timu. Timu yenu mwitaki. Hiyo umesema wewe. Hao ndio wachezaji ambaye mwenyekiti wa bodi ametuaminishia timu hii itafika finali ya CAF Champions League. Kama mmekuwa mkilaumu sana viongozi. Alikuwa Mangungu, sasa hivi umehamia tena kwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi. Mangungu hana shida yoyote, yeye asajili. Timu anasajili mwenyekiti wa bodi na watu wake na bosi. Mangungu anasikaje hapa? Hii mechi leo inatoa taswira gani kuelekea msimu unaoanza? Tuna msimu mgumu sana brother. Timu yetu unaona shot on target 0. Mwenyekiti wa bodi aje atuambie, je, Selemani Mwalimu alikuwa hitajiki Simba kwa staili hii? Aje atuambie. Nasema wachezaji wa kawaida. Wa kawaida leo, wachezaji ambao wanasema sio kawaida wamefanya nini kwenye pitch? Wamefanya nini kwenye pitch? Lakini mechi zipo nyingi. Hii haikuwa bahati Dr. Mo. Brother, unaona namna ambavyo Yanga wametulia. Wana execute material. Wanafanya digestion. Wana provoke mpira. Wanatengeneza mazingira ya kushinda. Unaona ni mpira ambao umetoka point A kuna point B. Brother, sisi tunacheza vizuri kuanzia nyuma, kiungo, wings. Eneo la mbele hatuna mtu. Timu hii tumuulize mwenyekiti wa bodi itafika finali? Kwa hiyo shida kubwa ni Dombia. Shida sio Dombia. Shida ni mwenyekiti wetu wa bodi na watu wake kutusajilia timu hii. Baza timu hii itafika finali ya CAF. Lakini yesi mlifurahia usajili za Simba ni. Baza nisikize kwambie. Tusidanganyane, huu ni uongo. Shida ya viongozi wetu wamezoea kutudanganya. Umeelewa? Sisi tunamwambia mwenyekiti Magori, si ndio wanataka hii timu yetu ya hivi, sawa, sisi tunashukuru. Yes, ndio kaamua tuendelee kufungwa na Yanga, sawa. Kinachouma hapa ni kufungwa na Yanga ama hamjaridhika pia na kiwango cha timu yenu? Hatujaridhika pia na kiwango cha leo timu ambacho tunaonesha. Brother, kwa timu hii tutamfunga Yanga lini? Kwa timu hii tutamfunga Yanga lini brother? Kwa timu hii tutamfunga Yanga lini bro? Timu ambayo mbele haina uhai brother. Timu ambayo inacheza vizuri nyuma, tuna viungo wazuri, wana possess vizuri, tuna wings vizuri, lakini eneo la finishing hatuna. Tumemwacha Jonathan Soa, tumemwacha Selemani Mwalimu, tumebaki na nani kwa eneo la ushambuliaji? Dombia yupo. Amefanya nini leo? Amegusa mara ngapi mpira kwenye boksi? Tumepata shot on target ngapi? Basi tusidanganyane, mpira ni mchezo wa wazi. Mpira unahitaji uwekezaji kweli, sio porojo. Mimi nawaambia mwenyekiti Mangungu, tunataka aitishe mkutano mkuu wa dharura. Mwenyekiti Mangungu, tunataka aitishe mkutano mkuu wa dharura. Atuambie wanachama ni lini katiba yetu mpya inakwenda kufanya kazi, tupate wawekezaji sahihi kwa Simba. Lakini Dr. Monye sikiza. Simnavujisha pesa. Namwambia mwenyekiti wetu Mangungu, na mheshimu sana. Mzee wangu, tunaomba uitishe mkutano wa dharura wa wanachama. Uje utuambie katiba mpya inaitishwa inaanza kufanya kazi lini? Ili mwenyekiti wetu apewe full mandate ya kuongoza klabu. Mbona ghafla sana hiyo? Ili vifungu ambavyo vimebadilishwa na vifanywe marekebisho vianze kufanya kazi. Kama katiba mpya haitaanza kufanya kazi bro, tutafungwa kila siku, kwa sababu Simba inahitaji wawekezaji wa kweli, sio hao waliopo. Hao wachezaji waliopo ni kanjanja. Asante brother. Mimi nakushukuru kwa ushindi. Timu yenu umeijenga, mna uwekezaji mzuri na kupongeza. Timu yenu ni nzuri. Nilikuwa mlaumu Ajiga. Leo mmeshinda kihalali brother. Mimi Yanga wamefanya nini? Wameshinda kihalali. Uwezo wao ndio mwapo ubingwa. Huo ndio kweli. Mimi nakumbuka kabla ya game nimemlaumu refarii. Uongo? Leo anamwonea nani hapa? Leo hajaonea mtu, hajapendelea mtu. Tumefungwa kwa sababu ya uwezo wetu mdogo. Brother, mwenyekiti wetu Mangungu, kisha mkutano mkuu wa dharura utuambie katiba mpya tumika lini? Katiba mpya, kwa sababu hawa waliopo sasa hizi hawezi kutusaidia.
Timu yetu inahitaji wawekezaji wengine wapya wazuri, wawekeze hela, tusajili wachezaji wazuri, sio wachezaji wa bei nafuu. Kama Dr. Mo hatoshi, model. Wewe umesema wewe. Umesema wewe, sasa mimi. Ila timu yetu inahitaji wawekezaji wapya. Pesa ziko benki Dr. Mo. Kikunda kimejaa. Timu yetu inahitaji wachezaji wapya, tusidanganyane na viongozi. Nisikize. Mwenyekiti wetu Magoli, sisi ni watu wazima. Wewe ni baba yangu, nakuheshimu sana. Uache kutudanganya, sisi ni watu wazima. Huwezi kumdanganya kila mtu. Brother, timu yetu iache uongo. Baadhi ya viongozi wetu ni waongo. Watudanganya. Waache uongo. Kama kumwambia mtu kwamba aache uongo ni kosa la jinai, basi niko tayari kufunguliwa mashtaka. Dr. Mo, mmedanganywa nini? Sijafurahishwa. Kwa namna gani? No. Hakuwa ni mtu ambaye tulimtarajia awe fair. Timu zote zimejitayarisha. Simba Sports Club wamejitayarisha, Young Africans zimejitayarisha vizuri. Tumeona ufundi, tumeenjoy, lakini very unfortunate. Mtazamo wangu mimi, lakini sijafurahishwa na officiating. Mheshimiwa Abasi, tumeona kiachia mambo mengine yote, tuzipongeze timu zote, tuipongeze Simba. Wameonyesha dalili kwamba wanaweza wakawa na timu nzuri, wanaonyesha dalili wanaweza wakaja kuwa na timu nzuri. Sio sasa hivi, umeelewa? Sio sasa hivi, kwa sababu bado timu yao naweza nikasema si ya ushindani. Timu yao si ya ushindani, haina muunganiko, wachezaji wale wasajili. Yani hivi kila mchezaji anatakiwa atimize lengo timu iweze kushinda. Wachezaji wale wanaonekana kuwa na ufundi wa mtu mmoja mmoja, lakini kama timu hawana. Unamaanisha timu haina sababu ni ukweli, sijaona hata shuti iliyokwenda langoni, shuti ya maana. Mliona nyie ya kumsumbua Diara? Kutokana na kwamba labda walikosa striker kabisa wa maana. Striker wanao, si ndio yule Dombia, si ndio striker wao? Mpira unamgonga miguuni na tunataka aendelee yule aendelee. Boli lipo amna? Boli analo. Si analo, si ndio lile la kumgonga miguu. Wenyewe mnataka aendelee yule. Mimi nakwambia kuipenda Simba hata sijui tuisaidie namna gani. Unatakiwa una roho ngumu sana. Haya machungu sio mzaha. Kuna watu wametoka Zanzibar kuja kufuata, kuenjoy, kuangalia timu yao. Sasa ndio kila siku. Unajua kama si pukurushani fulani hivi, leo angeshapigwa goli 3 hapo. Unadhani nyinyi mnaweza wapi Yanga? Mnaweza wapi Simba? Si timu yetu tumejitayarisha vizuri sana. Na leo hatukutia ile full squad. Je, siku tukitia full squad tunakwenda kukutana nao karibuni hao. Tunakwenda kukutana nao tena karibuni. Bana, itakuwa balaa kubwa. Tuombee la heri. Mimi ningependa Yanga inaonekana na utulivu kuanzia uongozi mpaka kwenye kikosi. Hata Simba ina utulivu mzuri. Ninachoomba wana Simba wampe nafasi Mangungu afanye kazi yake. Wamembana mno Mangungu. Wampe Mangungu nafasi na yeye ashiriki kuiunda timu yake, kwa sababu ile ndo anawakilisha wanachama. Ukimbana sana umtendei haki. Viongozi wa Costa Rica, ni kwa nini Yanga mnamuunga sana mkono Mangungu?